Tarehe ya kweli ya mwisho wa dunia inajulikana, mpendwa. Ajapo watu wengi kulingana na maandiko matakatifu wanaamini au wanajua wazi kwamba tarehe ya kweli au tarehe kamili ya mwisho wa dunia kwamba hakuna aijuae. Siku ya leo mpendwa, nataka nikwambie wazi kwamba tarehe hii ya kweli au tarehe kamili ya mwisho wa dunia inajulikana. Labda wewe haujaweza kusoma maandiko matakatifu. Napenda utege masikio katika siku ya leo. Usianze kuhukumu useme mtumishi, kumbe na wewe umeanza kuhubiri injili za uongo. Hapana, na kamwe sitarajii kuhubiri injili za uongo, wala sina malengo ya kuwapotosha watu kwa kile ambacho kimeandikwa kadiri ya maandiko matakatifu. Maana mpendwa, wewe lazima itakiwa ujue kwamba tarehe au siku ambayo Yesu Kristo atarudi ni siku gani, au mwisho wa dunia utafika ni siku gani. Kama kweli unamwamini Yesu Kristo, kama kweli wewe ni mwanafunzi na mfuasi wa Yesu Kristo, ulitakiwa wewe usiwe unapotoshwa au unapitiwa na mawimbi au na haya mahubiri ya kila namna ambayo unasikia siku hizi tulizonazo. Na ndio maana katika siku ya leo anatangaza hivi, nasema hivi, na ninaomba unitegee sikio ili kwamba upate kujua ukweli wote wa siku halisi ya kurudi kwa Yesu Kristo au ya mwisho wa dunia. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa na wewe mtazamaji popote pale ulipo, ninapenda nikutamkie baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Na pia ninakutamkia baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, maana yeye ndiye mkombozi wetu, ndiye mshindi wetu, ndiye jemedari mkuu. Tunamtegemea yeye, tunamwamini Yesu, tunakaa ndani yake siku zote, na tunamhubiri Yesu Kristo kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Pendwa, siku zote ujumbe huu unakufikia moja kwa moja kutoka channel hii ya Canada Christ Holy Followers, na anayekufikishia ujumbe huu ni mwinjilisti Edmond Obedi. Kwa hiyo mpendwa, nina furaha siku zote kwa kuwa unaendelea kunitegea sikio kadri Roho wa Mungu anavyokuongoza, akikujulisha, akikufahamisha, akikuhakikishia kwamba ujumbe ninaokufikishia siku zote ni ujumbe wa kweli. Japo nimetangulia kusema kwamba mpendwa, tarehe ya kweli ya mwisho wa dunia inafahamika. Pendwa, wewe usije ukanichukulia kwamba nimeanza kuhubiri injili za upotoshaji. Maana mpendwa, mimi nafahamu wazi kabisa maandiko matakatifu yameweka wazi kwamba siku na saa ya kurudi kwa Yesu haijulikani. Hata Yesu mwenyewe alisema hajui, na malaika mbinguni hawafahamu. Kwa hiyo hakuna yeyote anayefahamu siku ile. Sasa inakuwa kuaje mimi leo nakuja nasema au nakuletea ujumbe huu? Maana huu ndio ujumbe ninaoleta. Unasema hivi, hii ndio siku na saa kamili ya mwisho wa dunia. Sasa mimi nimedirikije kuja na ujumbe wa namna hii? Yani ninahubiri injili ya namna hii mpendwa. Nikwambie kwamba tu au nikwambie wazi kwamba ninatumia maandiko matakatifu pia kuonyesha siku ile inawezekana ikawa ni siku gani. Maana usikae hapa unasema sasa hapa na mtumishi yani na yeye ameanza kuingia kwenye kundi la manabii au wahubiri wa injilisti wa uongo. Hapana, tutaenda taratibu mdogo mdogo ili kwamba unielewe vizuri. Maana hakuna kitu kibaya kama kuwapotosha watu wakaanza kufuata injili zingine. Maana kumbuke maandiko matakatifu yamesema vile, kama sijakosea, mtume Paulo alipokuwa amewaandikia Wakorinto katika sura ya 2, naona Wakorinto huko, aliwaambia akija mtu yeyote hata awe malaika wa mbinguni,
akihubiri injili nyingine tofauti na ile wewe uliyoipokea, kwamba Yesu Kristo mpendwa, haleluya, ndiye pekee njia, kweli na uzima, kwamba wokovu haupatikani pengine isipokuwa ndani ya Yesu Kristo. Anasema injili zingine zote, na mtu yoyote ambaye amekuja na injili ya namna hiyo akaraniwe, hata we malaika wa mbinguni. Na mimi sitaki kuraniwa mpendwa, lakini ujumbe huu ambao nakuletea, huu ambao unasema kwamba hii ndiyo siku na saa kamili ya mwisho wa dunia, asema Bwana wa mabwana, asema Yesu Kristo mwenyewe. Maana utaanza kuniambia, mbona kama wewe unahubiri mambo mawili ambayo ni tofauti? Maana Yesu kule alisema kwamba siku na saa hakuna ajuaye, hata mimi mwenyewe Yesu Kristo anasema sijui. Lakini hapa mimi nasema Yesu mwenyewe anasema Bwana wa Bwana kwamba hii ndio siku ambayo hii siku ikifika, lazima wewe na mimi tujue kwamba Yesu Kristo amefika, amerudi. Sasa utaijuaje siku hiyo na wewe haufuatilii na hauko unafanya kile ambacho kingesababisha siku ile ikafika? Pendwa, tunaenda kusoma ishara au dalili ambazo zitakuwa zinaashiria kurudi kwa Yesu Kristo, au mwisho wa dunia kama unapenda, au ishara za nyakati za mwisho. Kumbuka ujumbe na kufikishia mpendwa, unasema hii ndio siku na saa kamili ya mwisho wa dunia. Tudalili twa chapa ya mnyama tumeshaanza kuona, tumeshaingia katika dunia. Bado tunaona mifumo inavyoendelea. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba tayari siku na saa unyakuo unatokea mpendwa. Wale wanaomwamini Yesu Kristo watanyakuliwa kufumba na kufumbua. Haleluya. Sijui wewe utakuwa wapi. Wafu watafufuka kwanza, nasi tulio hai tutabadilishwa, atumraki Bwana wetu Yesu Kristo mawinguni. Haleluya. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanasema hivi. Tunaenda kuzisoma hizi ishara, lakini mwishoni hapa ndipo tutakuja kuona kwamba ile siku ninayoisema, yani siku ambayo, yani siku na saa kamili ni ipi mpendwa. Ndipo na wewe utakuja kuona, kumbe hapa acha nikae mkao wa kuiangalia ile siku kweli. Vipi mambo yanaendaje hapa? Mpendwa, tunasoma katika Mathayo 24. Tutaanzia ule mstari wa 3. Hapa ni Bwana wetu Yesu Kristo ameketi na wanafunzi wake, wanatamani kujua dalili au ishara zitakazoashiria mwisho wa dunia. Basi Yesu amekaa nao. Tusome maandiko matakatifu katika jina la Yesu Kristo. Ule mstari wa 3 wa Mathayo 24 nasema hivi: Yesu alipokuwa ameketi kwenye mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamjia faraghani, wakamuuliza. Walimwendea kwa faragha, yani kwa siri, walitaka kujua kitu fulani. Wakasema hivi: tuambie, mambo haya yatatukia lini? Nayo dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia ni gani? Hawa ni wanafunzi wanamuuliza Yesu Kristo. Basi Yesu akaona kwamba ni muda mzuri wa kuongea na wanafunzi wake, na kama vile alivyoongea na wanafunzi wake mpendwa, kwa kuwa wewe ni mwanafunzi wake Yesu Kristo, kwa kuwa wewe unamfuata na unamwamini Yesu Kristo, basi ujumbe huu ni wa kwako, na upokee katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Akawajibu sasa, ule mstari wa 4, Yesu akawajibu, jihadharini mtu yeyote asiwadanganye, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakidai mimi ndiye Kristo. Ametoa tahadhari mwanzoni ya udanganyifu, akawaambia, iweni macho wapendwa, na sisi siku zote tunawahubirieni wapendwa,
tunawaambia iweni macho, acheni kupotoshwa, acheni kudanganywa na hawa wahubiri matapeli majangili, hawa maafisi, hawa mambwa mwitu ambao wamevaa sura ya kondoo na kumbe ndani yao ni mbwa mwitu. Kwa hiyo jiepusheni na watu wa namna hii. Kwa hiyo Yesu akatoa tahadhari, akasema na hawa watu watakuja kwa jina lake mwenyewe, wakidai wengine kwamba ni Makristo. Na tunaona mambo haya bado, lakini wengine tunapuuzia. Yani mtu mpaka anakuja na anakwambia, hata wale wanaowanyanyasa kiroho, anasema mimi mapenzi yangu ndio mapenzi ya Mungu. Nikisema Mungu amesema, wanakuja na lile andiko linalosema ambalo limefungwa duniani na mbinguni limefungwa. Kwa hiyo mimi kwa kuwa ni mchungaji kiongozi, kwa kuwa mimi ni askofu, nikikurani laana zinakufuata. Utalaanije mtu? Na wewe ni shetani, umelaaniwa mwenyewe. Wewe mwenyewe umelaaniwa, unasema umrani mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, ambaye anamwamini Yesu Kristo, amepinga maovu nayo yatenda wewe. Alafu namtishia tu utamurani. Wewe shetani, ushindwe katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo akasema wadanganyifu watakuja. Anasema hivi, nao watawadanganya wengi. Na ndivyo unavyoona katika siku tulizo nazo. Watu wengi wamepotoshwa, wamedanganywa, wala hawajui. Wanadhani kuwa wafuasi wa mtu fulani kwamba ndio kwenda mbinguni, akuwa wa nabii fulani, kuwa wa mtume fulani, kuwa wa askofu fulani, kuwa wa mwinjilisti fulani, asijui kuwa mtu fulani. Wapendwa, hakuna mtu awezaye kukufikisha mbinguni. Mimi napendaga pale mtume Paulo aliposema, anawaambia watu, yani nifuateni mimi kama vile ninavyomfuata Kristo. Yani inatakiwa uangalie yule mtu unayemfuata. Je, anamhubiri Yesu kweli au ni Yesu wa uongo? Maana lazima ufahamu kwamba siku hizi kuna Yesu wa uongo, na watu wengi au wengi wenu mnafuata Yesu wa uongo. Kwa akasema watu wengi watadanganywa, mpendwa, na wewe unaweza kuwa ni mmoja kati ya hawa ambao tayari wameshapotoshwa. Tuendelee kusoma. Akasema mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Najua haya mambo mnasikiaga, yani wakati wote kwenye taifa za habari. Angalieni msitishike, kwa maana haya hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa nakwambia vita mtaona vita, mtasikia tetesi za vita. Lakini akasema wapendwa, yani usiwe na hofu wala usitetereke kwa namna yoyote, usiogope, usiwe na hofu. Anasema haya hayana, yani yatatukia, lakini sasa nasema hayana budi kutukia. Lakini akasema hivi, lakini mwisho bado. Akasema taifa litainuka dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme. Kutakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali. Wapendwa, haya hamuyaoni? Yani taifa napigana taifa lingine. Watu wanaowadanganya hamuwasikii, hamuwaoni? Anasema njaa, anasema mitetemeko. Alafu kuna kama mtu kanakuja, Bwana amenionyesha mwaka huu kutakuwa na matetemeko sehemu mbalimbali za dunia, sijui nani. Wewe acha utapeli wako wa kishetani. Yameandikwa yote hapa. Yesu Kristo alieleza wazi, akatuonyesha, akatuambia wazi kwamba awapendwa, haya mambo yatafanyaje? Yatafika. Kwa hiyo wewe unapoyaona hakuna jipya. Njaa, anasema hayo yote yatakuwa ndio mwanzo wa utungu. Kwa hiyo huo ni mwanzo tu wa maumivu, mpendwa, mwanzo wa kuishi maisha ya taabu, mwanzo wa taabu
Kwa hiyo mpendwa, kama wewe haukai ndani ya Yesu Kristo, hamfuati Yesu Kristo, utaishia pabaya sana na kuonea huruma. Kwa hiyo siku zote tunaambia njooni kwa Yesu. Wapendwa, njooni kwa Yesu, mpokee Yesu, amkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pesa zako, utajiri na mali, marafiki zako, wawe ni wanajeshi, wawe ni wanani, hawatakusaidia hapa. Kwa mambo haya, kwa matukio haya, hakuna atakaye survive mpendwa. Ni wale tu walio ndani ya Yesu Kristo ambao neno hili limekaa kwa wingi ndani yao. Mpendwa, kumbuka ujumbe wa leo unasema hii ndio siku na saa kamili ya mwisho wa dunia. Hapa tunaelezana dalili na ishara, ili kwamba haya yote unachunguza, unaangalia, je, hili kweli lipo? Maana wahubiri wengi hawahubiri mahubiri ya namna hii, au mafundisho kama haya hauyasikii. Watu wanaamini ni kuwapotezea muda. Na ndio maana watu wanaotangaza kurudi kwa Yesu Kristo, yani unapingwa vibaya sana. Watu wengi wanaona kwamba wewe umekosa cha kufanya nini. Lakini wapendwa, dunia haiko mwishoni. Wewe ukubali, ukatae, haitabadilisha chochote, haibadilishi chochote. Maana huu ndio ukweli ambao hauwezi kuupinga wewe. Kwa hiyo akasema, ndipo mtasalitiwa ili mteswe na kuuawa, nanyi mtachukiwa na mataifa yote kwa ajili yangu. Mtasalitiwa ili mteswe na kuuawa. Kumbe kuna kufa mpendwa. Sasa kuna Wakristo wana hofu hiyo. Wakishasikia kuteswa na kuuawa, wanasema bora niache imani hii. Na ndio maana hapa mbele akasema hivi, wakati huo wengi wataacha imani yao, nao watasalitiana kila mmoja na mwenzake na kuchukiana. Kwa hiyo amesema mpendwa, mtasalitiwa ili mteswe na kuuawa, nanyi mtachukiwa na mataifa yote kwa ajili yangu. Yani kwa ajili ya Yesu Kristo, mataifa yote. Hajasema kwamba taifa la Tanzania ndio peke yake tawachukia kwa kumhubiri Yesu Kristo. Amesema mataifa yote. Na ndio maana usishangae kuona kwamba mataifa yote, hata ya magharibi, sasa hivi ukimhubiri Yesu Kristo wanakuambia wewe toka, acha kuambia watu makosa yao na mambo ya dhambi. Sasa hivi ni dunia ya huru. Watu wawe huru, wafanye wanavyotaka, waishi wanavyotaka. Waambie tu mambo ya ushoga, urawiti, mambo ya kiushetani. Lakini usije kuambia injili kama hii. Wanasema kwamba unawatisha. Mimi na wahubirieni wapendwa kwamba mwisho wa dunia umekaribia, na siku na saa kamili ya mwisho wa dunia ndio hii hapa. Uijue katika siku ya leo, ukae ukijua kwamba siku hiyo ni ipi. Kaa ukitambua siku na saa hiyo mpendwa. Waache kupinga na kuletea tarehe ya kweli ya mwisho wa dunia, tarehe ya kweli, tarehe kamili ya mwisho wa dunia. Lakini ukumbuke mpendwa, kwanza itabidi upitie haya. Kuna mwingine anadhani haya mimi nitakwepa, nitakuwa labda sipo sijui nini na nini. Sijasema kwamba mpendwa lazima utakuwepo au lazima utapitia hayo. Lakini kwa watakao kuwepo, lazima mpendwa. Na hata sasa hivi tunaona magumu yaliyopo. Kwa anasema wale ambao wako ndani ya Kristo, anasema mtasalitiana wapendwa, mtachukiana. Na ninaamini wazi kwamba haya unayaona. Mtu ukisimama kiroho katika makanisa ya leo, wewe hauna nafasi tena. Ninasema wazi,
yeyote ambaye anahubiri injili ya kweli ndani ya makanisa ya leo haukubariki. Yaani waambie watu kwamba wewe sio wa mchungaji. Kutoa sadaka haikupeleki mbinguni. Kutoa kikumi haikupeleki mbinguni. Wapendwa, tubuni dhambi. Wewe hautapata sehemu ya kuhubiri. Hautapata sehemu ya kuhubiri. Askofu mkuu wa makanisa ya Kipentekoste au ya askofu wa Roman Catholic, siujui wa ma-Presbyterians, wa ma-Anglican, wa ma-Lutheran, wa ma-Baptist, wa ma-Presbyterian, wataona kwamba unafukuza watumishi na waumini wao. Kwa hiyo wanakuambia hizo injili kahubiria, wewe kahubirie huko. Wanaona kwamba wewe sio mtumishi wa kweli. Wanadhani mtu yani kuwa mtumishi wa kweli lazima upate kibali chao. Kibali cha mwanadamu ni upumbavu. Yani eti mpaka yeye akupe kibali wewe awatangazie watu huyu tumemkubali ni mhubiri. Kuna wahubiri wengi ambao hawakubaliwi na maaskofu na wachungaji na watu wengine ambao ninyi mnaona ni baba zenu mama zenu wa kiroho, lakini mtu huyu anahubiri injili kamili ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo viwatu vinasalitiana ndani ya makanisa, vinachukiana. Ni mtu ninakuchukia wewe hata haujui. Kwa hiyo akasema, anaendelea kusema hapa, watatokea manabii wengi wa uongo, nao watawadanganya watu wengi. Na kuuliza wewe, hivi leo kuna manabii wangapi duniani? Kuna watu wangapi wanaojiita manabii au mitume au sijui mpaka wengine wanajipa jina la Mungu, mpaka unaona Mungu mwanamke, na watu wanaenda pale. Hivi hawa sio misukure kweli? Watu hawa sio misukure? Wapendwa, unaweza kuona labda mimi niko na foka, lakini nina hasira, nina huzuni nyingi sana kuona watu mnavyopotoshwa na kushindwa kutambua dalili za mwisho wa dunia. Labda inabidi niwe nahubiri hii neno labda kila baada ya wakati fulani. Huenda kuna mtu atakuja kusikia ujumbe huu akaacha kuwafuata hawa manabii wa uongo. Yaani unajua wazi kabisa hao ni mashetani, lakini bado mnafuata. Na amesema wazi kwamba hao manabii wa uongo watawadanganya watu wengi, na watu wengi kweli wamedanganywa na hawa manabii wa uongo, matapeli. Akasema hivi, pendwa, usisahau kwamba ujumbe wa leo unasema hii ndio siku na saa kamili ya mwisho wa dunia. Tunaelekea huko. Wewe sikiliza, nitegee sikio. Kama hujaifahamu siku na saa hiyo, basi leo lazima uifahamu. Anasema hivi, kwa sababu ya kuongezeka kwa uovu, upendo wa wengi utapoa. Wewe kuna jiuliza, kwa nini kwenye familia hamuelewani? Kwa nini makanisani ugomvi? Kwa nini serikalini ugomvi? Kwa nini ugomvi? Kwa nini chuki? Kwa nini mifarakano? Kwa nini vita? Ni kwa sababu ya ongezeko la uovu. Basi akasema hivi, lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ataokolewa. Sio kwamba yule atakayetoa sadaka, sio kwamba yule atakayeendelea kwenda kanisani, sio kwamba yule atakayeendelea kuimba. Amesema atakayevumilia. Haya yote ambayo yametajwa hapa yasimuguse wala yasimpeleke kule kubaya, akabakia ndani ya Yesu Kristo. Amevumilia yote mpendwa, akasimama na Yesu, akaendelea kumtumikia Yesu, anamwimbia Yesu, sio kuli. Unajua kuna watu wanaoimbia dini na wanaomwimbia Yesu, wanaomhubiria Yesu, na wengine wanaohubiria dini kuendeleza ufalme wa dini.
na kujitengeneza kipato na mambo mengine. Sasa hawa ambao watavumilia, mpendwa, hajasema watoaji sadaka, hajasema atakayekuwa anaenda kanisani, amesema yeyote atakayevumilia. Yani kumaanisha kwamba mmekaa ndani ya Yesu Kristo, japo mateso na yale mengine na kuchukiwa na kufanyaje wakufanyie mabaya na maovu ya kila namna, wewe unasimama ndani ya Yesu Kristo. Amesema wazi kwamba huyu mpendwa ataokolewa. Sasa je, siku na saa kamili ya mwisho wa dunia ni ipi? Mpendwa, sikiliza huu mstari wa 14, mstari ambao unatuonyesha mwisho wa dunia. Ukumbuke haya ni maneno ya Yesu Kristo, na ni Yesu yule aliyesema kwamba siku na saa ya kurudi kwa mwana wa Adamu haijulikani, hata malaika wa mbinguni hawaifahamu, hata Yesu mwenyewe anasema mimi siifahamu. Anasema anaifahamu ni Baba mwenyewe, lakini Baba yule alimuonyesha mwana, akamwambia siku ile itakuwa ya namna gani. Na ndio maana hapa, mpendwa, akasema hivi, na ndio neno ambalo nakuletea katika siku ya leo. Baada ya kuzisoma dalili ambazo zitaashiria kurudi au mwisho wa dunia au kurudi kwa Yesu Kristo, anasema hivi, huu mstari wa 14 anasema injili ya ufalme wa Mungu, yani au ufalme wake Yesu Kristo, anasema itahubiriwa ulimwenguni kote, akuwa ushindi, akuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Naomba nirudi hapa, anasema hivi, injili ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo mwisho utakapo kuja. Kwa hiyo mpendwa, mwisho hauwezi kuja kabla injili ya ufalme wa Mungu, ufalme wa nuru na utakatifu, haijahubiriwa kwa mataifa yote kama ushuhuda. Sasa wewe uliyekuwa umekaa pale unajiuliza, je, mwisho wa dunia ni upi? Pendwa, maandiko matakatifu yameweka wazi mpaka injili uhubiriwe kwa mataifa yote. Ndiyo maana kuna wahubiri wanahubiri kwa Kiingereza, wanahubiri kwa Kifaransa, wanahubiri kwa lugha zote, wanafikia mamilioni na mamilioni. Na sisi tunafanya hivyo, mpendwa, ili kwamba injili hii ya ufalme wa Mungu aliye hai, ufalme wa mwana wa kondoo, ufalme ambapo Yesu Kristo ndiye mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, mpendwa, anasema siku hiyo na saa hiyo kamili ya mwisho wa dunia ni pale ambapo injili kamili ya Kristo itakuwa imehubiriwa kwa mataifa yote kama ushuhuda. Anasema hapo ndipo mwisho utakuja. Kwa hiyo mpendwa, acha kujisumbua, acha kujidanganya kwamba hauwezi kuitambua siku ile. Wewe endelea kufuata au kueneza injili kamili ya Yesu Kristo, ili kwamba mataifa yote mpendwa, wapate kuisikia injili kamili ya Yesu Kristo wa Nazareti. Huu ndio mwisho wa dunia, mpendwa, na hii ndio tarehe ya kweli au tarehe kamili ya mwisho wa dunia. Ni pale ambapo maandiko matakatifu yamesema kwamba injili ya Yesu Kristo ya ufalme wa Mungu itakapokuwa imehubiriwa kwa mataifa yote. Mataifa yote, mpendwa, anasema pale sasa, anasema pale ndipo mwisho utakapo kuja. Sasa kumbe wewe ukiendelea kukaa hapa, mpendwa, bado siku zitaendelea kuongezeka. Kwa hiyo ni vema tuamke, wapendwa, tuhubiri injili kwenda kila sehemu, lakini usisahau ujiandae kwa mateso, mpendwa. Kwa hiyo siku ya mwisho ukiulizwa ni lini, mpendwa, usiseme kwamba haufahamu siku hiyo. Siku ile itafika, inajulikana wazi, ni pale ambapo injili ya Yesu Kristo itakuwa imehubiriwa kwa mataifa yote kama ushuhuda. Mpendwa, niamini kwamba ujumbe huu umekubariki katika siku ya leo, nami nakubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.